Wazazi na walezi wametakiwa kutowaficha watoto wenye uwezo wa kimasomo na vipaji kwa kigezo cha ukosefu wa fedha za kuwasomesha. Badala yake, wametakiwa kuwafichua watoto hao kwa taasisi za elimu zinazoweza kuwasaidia kutimiza ndoto zao. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa shule za Harvard Premium na Zankona, Joseph Kibiriti, wakati wa mahafali ya 5 ya kidato cha 4 yaliyofanyika katika shule ya sekondari ya Harvard. Akizungumza katika mahafali hiyo, Kibiriti amesema ni vyema wazazi wakatambua kuwa kuna taasisi nyingi zinazotoa fursa kwa watoto wenye uwezo wa kitaaluma, hivyo wasiwazuie kutokana na changamoto za kifedha. Hii ni News Update Media. Elimu jumuishi bila kubagua mtoto mazingira anayotoka. Inawaleta pamoja watoto waliotoka katika mazingira magumu, watoto waliotoka katika familia za kati na watoto waliotoka katika familia ya juu. Harvard Sekondari inampa nafasi mwanafunzi anapokuwa amejiunga, lengo lake asome mpaka malize. Hata kama ikija ikatokea bahati mbaya mzazi ama mlezi aliyekuwa akimsomesha ikitokea ametangulia mbele za haki, shule huchukua jukumu hilo kwa kumsomesha mtoto, inamlipia ada 50%. Ikitokea bahati mbaya wazazi wote wametangulia, shule huchukua jukumu hilo kwa kumlipia mtoto 100%. Shule hii vile inawaangalia watoto wanaotoka katika mazingira magumu. Kuna watoto ambao wamezaliwa na akili nyingi sana, lakini mazingira wanayotoka hayawasapoti kupata elimu bora. Shule hii baada ya kumbaini mtoto anayetoka mazingira hayo, humchukua na kumlipia ada 100%. Tangu shule hii ianze kwa kipindi cha miaka 5, jumla ya watoto 89 wameingia kwenye mpango wa kulipiwa ada kwa 100%. Na mtoto aliyeongoza katika somo la physics mwaka wa 2022 aliyeongoza kitaifa ni mtoto ambaye ametoka katika mazingira magumu, tena alikuwa akifanya kazi za nyumbani. Lakini baada ya kuomba asome Harvard ikamfadhili, na mwisho wa siku akatokea mtoto ambaye ni bora. Kumbe tungelimwacha kule tungepoteza rasilimali ya mtu ambayo taifa linanufaika naye. Huyo mtu mpaka sasa ameingia tena kwenye mfuko wa Samia Scholarship. Pamoja na kusomeshwa na TCRA, bado amepewa sponsor na Samia Scholarship. Kujivunia kumuona mtoto ambaye alitoka katika mazingira haya anakuwa katika nafasi nyingine za juu. Kwa hiyo watoto wenye vipaji vizuri tusiwafiche majumbani. Mlete Harvard. Zungumza na uongozi wake, na wenyewe utafanya tafiti, utajiridhisha kweli huyu mtoto katika mazingira magumu, utambeba ili mtoto atimize ndoto zake. Tunatarajia kukamilisha ujenzi wa bweni la kisasa la wasichana, maabara ya kisasa ya kompyuta, pamoja na ukamilishaji wa ujenzi wa uzio wa shule. Ndugu mgeni rasmi, tunakuomba utunge mkono katika ukamilishaji wa bweni la kisasa la wasichana. Pia tunaomba utusaidie katika ukamilishaji wa uzio wa shule na maabara ya kisasa ya kompyuta. Mwaka 2021 walihitimu wanafunzi 3 wa kidato cha 4 na ufaulu wao ulikuwa kama ifuatavyo. Daraja la kwanza walikuwa watoto 2, daraja la pili alikuwa mtoto 1, hapakuwa na daraja la 3, hapakuwa na daraja la 4 wala daraja 0. Ndugu mgeni rasmi, mnamo mwaka 2022 walihitimu wanafunzi 36 wa kidato cha 4 na ufaulu wao ulikuwa kama ifuatavyo. Daraja la kwanza walikuwa 31, daraja la pili walikuwa wanafunzi 4, daraja la 3 walikuwa wanafunzi 1, hatukuwa na daraja la 4 wala daraja 0. Pia kukamilisha ujenzi wa bweni. Kuna kipengele fulani hivi nilisema kwamba tutachangia katika ukamilishaji wa bweni.
Kwa hiyo changamoto ipo, lakini sisi kama sisi hatuwezi kumalizia yote, lakini kadri Mwenyezi Mungu anavyotujalia unaweza kusema chochote. Mimi kama mgeni rasmi nafungua uchangiaji hii ya shule hii kwa kutoa kiasi cha milioni 10.